Na mtazamaji, milima ya Eldama Ravine inatambulika kwa mandhari tulivu na ya kuvutia, lakini katika kijiji cha Poror, amani iliyoko imetatizwa na matukio ya kusikitisha. Na matumizi ya pombe haramu yamesababisha vifo na kuathiri familia nyingi hapa nchini. Na Brenda Wanga anaangazia masaibu ya kijiji hiki ambacho kimevamiwa na pombe haramu ambayo wakazi wanasema inauzwa na watu ambao wanapaswa kuwasaidia wananchi. Katika kijiji cha Poror huko Eldama Ravine, familia moja inajiandaa kumzika mmoja wao. Yeye ni baadhi tu ya watu wengi waliofariki kutokana na shida kuu ya ulevi. Katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja, familia 3 zimewazika jamaa zao, na katika miezi mitatu takriban watu 10 wamepoteza maisha yao kutokana na uraibu wa pombe, tena pombe haramu. Dalili za magonjwa yanayotokana na unywaji pombe zinafanana sana. Ngozi ya waraibu hugeuka manjano, ishara kuwa wanaugua ugonjwa wa ini. Nikapata mtoto ametan rangi kuwa yellow. Mpaka hata sikutambua yeye, na ni juu ya pombe, na inafanya mtoto achukue kila kitu yenye anaona nyumbani ili auze ndio apate hiyo pombe kukunywa. Na hiyo pombe ni sumu, kwa sababu ya kwanza mtu hakuli, hafikiri kazi, anaogopa hata kuoga, anaogopa hata kuoa. Akili ni kwa pombe tu. Na unapata hawa watoto wanaenda hata hawaingii kwa boma. Kwa familia zilizoachwa, maumivu yanazidishwa na urahisi wa wana wao kupata pombe hiyo. Na inaletwa hiyo ndio imesambazwa, hata wanachukuanga ni kama hii pombe inakuanga inauzwa kwa barabara kama take away. Wewe unakutana na pombe, huwezi jua mwenye anauza anaendanga na boda boda. Lakini sio tu wasio na elimu au wasio na ajira walionaswa kwenye mtego. Mark Chumba aliwahi kuwa mwalimu anayeheshimika. Leo amesalia kuwa kivuli cha utu wake wa zamani. Afya yake iliharibiwa na miongo kadhaa ya uraibu. Pesa sio shida. Naweza enda hata kuchukua kwa emergency loan ya 30,000. Tunakunywa na marafiki. Tunaanza na yangu, tunakunywa. Tunarudia ule rafiki yangu. Tunakunywa. Alafu pesa ikiisha, unaenda kuomba off. Unakaa kwa sababu una pesa. Idadi ya vifo inapoongezeka, kidole cha lawama kinaelekezwa moja kwa moja kwa polisi wa eneo hili. Wakazi wanadai wauzaji wa pombe hizo haramu za kizazi cha pili wanafanya kazi bila kuadhibiwa, wakidaiwa kulindwa na wale waliovalia sare. Hebu mchunguze kama hii pombe yenye inaletwa hapa inapelekwa kwingine, ama kuna njama. Na kule nasikia maaskari wanaenda kila siku na ashikwi. Viongozi wa kidini wa kijiji hicho wanasema hali imekuwa mbaya zaidi na inaelekea kuwa janga la kibinadamu. And the community has come, they are up in arms and they are saying they are fed up. They are sick and tired because the police are compromised, they are complicit to this evil and they are bribed, and we are just not able to get any justice from them. The courts are also compromised because the fines are so small, it's like a slap on the wrist, because this is not alcohol, this is poison. Asasi za usalama zinakiri kwamba biashara ya pombe haramu imekuwa ya hali ya juu. They have also gone a notch higher. Sawa. So mona saizi hata ile magari wana travel wanabeba naye ethanol, ni ile gari uwe suspect, Prado, V8, honestly. Si kama zamani ungejua tu iko kwa pickup kitu kama, but today they have gone a notch higher. Wakazi wanawaonya watakaopatikana wakiendeleza biashara hiyo ambayo imegeuka sumu kwa wana wao kuwa watachukuliwa hatua papo hapo. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.